Hello, naitwa Dr. Gordon Guneyo, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo naomba ni kushirikishe tena tamaduni nyingine ambayo imewachanganya wengi, hata imewafanya kutokuelewa vizuri katiba ya ufalme. Na tamaduni hii inapatikana katika Mathayo 8:21, pale ambapo mfalme Yesu alipotoa agizo la kuwa kwamba alimwambia kwamba nifuate ili tuende tukahubiri Injili. Na akamwambia waache wafu wazike wafu wao. Yule alimjibu kwamba acha nikamzike kwanza baba yangu. Inasema katika Mathayo 8:21 kwamba mwanafunzi mwingine akamwambia, Bwana, niruhusu kwanza nikamzike baba yangu. Lakini Yesu akamwambia, nifuate nawe waache wafu wazike wafu wao. Unaweza kwa waache wazike wafu wao. Kwa hiyo hapa watu wengi wanatafsiri kwamba kuna mwanafunzi huyu alikuwa anamwambia Bwana Yesu, niruhusu kwanza nikamzike baba yangu. Walikuwa wanaamini kwamba kuna msiba umetokea kwa wakati huo, lakini sio kweli. Hapa huyu mwanafunzi alikuwa anawasilisha tamaduni. Waisraeli wana tamaduni moja. Wao wanapokuwa kwenye familia, watoto wao wanakuwa na baba na mama wanakaa pamoja, na baba anakuwa na nyumba na mama pamoja na watoto wamejenga kuzunguka eneo la alipo baba yao. Na Waisraeli wamejitengenezea msingi kwamba mzazi lazima aache urithi kwa watoto. Kwa hiyo hawa watoto wanakuwa hawako huru baba yao akiwa hai, kwa sababu wanakuwa bado hawajapata urithi wao. Kwa hiyo ndio maana lazima wakae eneo linalozunguka pale nyumbani, na hawaruhusiwi kuacha kwenda popote. Wakiondoka wakaacha baba yao wakaenda kuishi kwingine, wale wanakuwa wamekosa urithi, wanakuwa hawana sehemu katika ule urithi. Na ndio maana unaona kabisa kina Petro wale wana wavuvi wale ambao walitokea kwenye familia ya uvuvi, walisema, Bwana, tumeacha yote, tumeacha wazazi wetu, kila kitu, tumekufuata, tutapata nini? Kwa sababu kitendo cha wao kuondoka kumfuata mfalme Yesu, tayari walikuwa wameondoa ule mwanya wao kupata urithi kwa wazazi wao. Kwa tayari walikuwa wameunguliwa katika familia. Huwa iko hivyo. Sasa na huyu naye anaposema acha nikamzike baba yangu, sio kwamba kuna msiba hapa, hapana. Ila yeye anachowasilisha ni kwamba hawezi kutoka kumwacha babake kabla hajakufa ili apate urithi wake. Kwa hiyo muktadha hasa alichomaanisha ni kwamba anaposema Bwana, niruhusu kwanza nikamzike baba yangu, kwamba hataki kwanza kutoka kumwacha baba yake na kwenda kumfuata Bwana Yesu. Kwa sababu atakapomwacha baba yake kwa wakati ule, maana yake atakuwa amekosa ule urithi wa babake. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba mpaka babake afa, kisha kufa, amegaiwa urithi wake, amemzika, ndio sasa anachukua vilivyo vyake ili amfuate Bwana Yesu. Kwa hiyo sio pale kulikuwa kuna msiba, lakini alikuwa anawasilisha juu ya kupata urithi kwanza, maana baba yake alikuwa bado yuko hai. Kwa hiyo akae kwanza, apewe urithi, baba yake afa, mziki, ndio aondoke. Sasa kwa Injili ya ufalme haisubiri mwanadamu, mipango ya wanadamu. Ndio maana akamwambia kabisa, wewe nifuate, wacha wafu wazike wafu wao. Kwa maana wewe umemwamini mfalme Yesu, umeniambia, na mwambia Bwana Yesu, amemwamini Bwana Yesu, yeye ni mtu hai, anaishi, ana mali, ana utajiri. Kwa wale ambao hawajamwamini, ambao hawana mahusiano na serikali, waache wazikane wao wenyewe, ila yeye amfuate Bwana Yesu, kwa sababu yeye sasa amekuwa mfalme, amemwamini mfalme Yesu. Kwa hiyo hapa hakukuwa na msiba, bali kulingana na tamaduni hakuruhusiwa kumwacha babake kabla hajapata urithi wake, mpaka amzike babake afya, akishamzika apate urithi ndio aondoke. Waisraeli wote walikuwa na tamaduni hiyo, hawakuruhusiwa kuondoka kabla baba yao hajawapa urithi na kufa. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hakukuwa na msiba. Kwa hiyo tamaduni hapa hii imekuwepo kwa Israeli muda mrefu, kwamba baba yako akisha kufa unapata urithi wako, ukishapata urithi wako na uchukua, ndio unaondoka sehemu nyingine, ndio unakuwa huru. Lakini kabla babako hajakufa na kumzika, hutapata urithi. Kwa hiyo unakuwa huna maisha. Kwa hiyo ilikuwa ni tamaduni ya muda mrefu sana. Kwa hiyo hapa mwanafunzi katika Mathayo 8:21 alikuwa anaposema niruhusu nikamzike baba yangu, kwamba aruhusu kwamba baba yake kisha kufa apate urithi wake, sasa ndio aingie kwenda kuhubiri habari njema ya ufalme. Na mfalme Yesu akamwambia, nifuate wewe, waache wafu wazike wafu wao. Kwamba wewe umeniamini, una maisha sasa, unaishi. Wale hawajaniamini, ambao hawapo kwenye kitabu cha maisha, umake wako wafu, waache wazikane, lakini wewe mwenye maisha, basi unifuate. Huo ndio msingi wa tamaduni hii. Acha nikamzike baba yangu
Sio kwamba kulikuwa kuna msiba siku ile, hapana, watu wasitumie vibaya. Ni kwamba kwa tamaduni wa Israeli uruhusiwi kumwacha baba kabla hajakufa na kuondoka na urithi. Maana yake ukiondoka kumwacha baba bila kufa, maana yake hutapata urithi, utateseka maisha, hutakuwa na mtaji wa kuanzia kwenye maisha. Ndio maana Waisraeli wengi walikuwa wanashindwa kuacha wazazi wao. Lakini wale mitume wa kwanza, wale watoto wa mvuvi, walimwacha baba yao na wakamuuliza Bwana Yesu, tumeacha kila kitu, hatuna chochote, tukikufuata wewe tutapata nini? Naitwa Daktari Godwin, balozi wa Serikali ya Mbinguni. Serikali ya Mbinguni ikubariki. Asante sana.